Karibu sana, karibu tena, umekaribishwa siku ya leo. Najua ni Jumapili ingine ambayo Bwana ameifanya ili mimi na wewe tusherehekee. Najua ni kwa dakika tu chache, sio hata siku nzima tutasherehekea. Najua wengine wanasema ni siku nyingine Bwana ameifanya. Lakini masaa machache tu, dakika chache kuzipatia Mungu inakuwa ni ngumu sana, lakini najua Mungu atakubariki. Umekaribishwa tena sababu Mungu anatupatia muda mwingi sana, lakini tunakosa tu nafasi chache ya kumpatia Mungu ili kwamba tukalishe kutoka kwake. Nataka siku ya leo unifuate, unisikilize. Nakaribishwa tena kwa siku mpya. Najua Mungu atakusaidia, Mungu atakuwa pamoja na wewe. Na kabla tuingie kwenye neno la siku ya leo, nitaenda kuweka wimbo wa ndugu anaitwa Atom. Utasikiza wimbo, ni nyumba Lingala, na Mungu atakusaidia. Tutapomaliza kusikiliza wimbo, tutaenda kusikiliza neno la Mungu na utabarikiwa. Karibu sana, kuwa tayari, chukua kalamu na karatasi. Unaposikiliza, chukua hata na Biblia yako karibu, utafakari. Karibu sana. Nakokite nazanga malubaye, nakokite nakamamoko mola mwanzambe eleki bomonga, nakokite onyemonga nabola saye bona bola saye. Nakokite nakamamoko pola mwanzambe eleke nyunga musantu, nakokite nazanga maluba akanisakanga hata nakanisi yetu Yesu nangalo nazona talo ya pona boliga aya namonie pona bola mo aya usalie. Si je n'en sors, et ça n'en valable. Soko lingi, basanjola nzambe. Basusu basanjola mbona lipa. Basusu banetola mbona mbongo. Si je n'en sors, et ça n'en tina. À condition que Osala Moussantu yala. Mbona bola mo aya. Salie. Mbona bola mo aya. Salie. Nakanisi nyonso osalenga nazongi pene na yo nakomisa yo balobi nanga nabinaka lokola likoma kasi nayebisi je ya mabina nanga eza bolamo aya osalie eza bolamo aya osalie bakamwenga balobi na banda wapyo bamituni eza pona ninyo baebite témoignage motema makambo elekinga meke molimo ata moto mosusu ayeba te o motema nanga eza témoin ya bolamo aya salie naza témoin ya bolamo aya salie. Ebiminga kino monoko nalingina kanga kasi nakokite motema nanga esi etondi
na bolamu na Nzambe. Karibu sana, karibu. Najua wimbo ni mrefu, tuwezi tukaumaliza sababu ya muda, na tutaenda direct kusikia neno la Mungu sababu ndio lengo kubwa. Wimbo unakuja ni kama unajiandaa. Unajua mtu akitaka kula chakula, unaosha mikono, unajiandaa. Karibu sana na najua Mungu atakubariki. Tutaenda kusoma katika Biblia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 6. Na kichwa cha neno ili somo nilikuwa nimelianza mwaka jana, sijui nimesahau ni mwezi gani, na kichwa inasema kanisa la mitume part 2. Sababu tulianza na tukumaliza, na tunairudilia tena leo kuendelea. Kanisa la mitume, tunataka tuangalie kanisa. Kama leo tunaitwa kanisa, kuna mahali kanisa lilianzia na inabidi tuangalie. Mara nyingi tunasema tumejenga kwenye misingi ya kanisa limetenga kwenye misingi ya mitume na manabii. Hivi inabidi tujue misingi gani waliweka, ni kazi gani ambazo walikuwa wanazifanya, na Mungu wa amani atakusaidia. Nenda kusoma Biblia katika Matendo ya Mitume 6 mstari wake wa kwanza mpaka 6. Biblia nasema hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa na manunguniko ya Wayahudi na Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania, kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika huduma ya kila siku. Wale tenashara wakawaita jamii ya wanafunzi, wakasema, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na huduma mezani. Haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na roho na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili, na sisi tutahudumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. 5 nasema, neno hili likapendeza machoni pa makutano wote. Wakamchagua Stefano, mtu aliyejaa imani na Roho Mtakatifu, na Filipo na Prokoro na Nikranoni na Timoni na Permena na Nikolao mwongofu wa Antiokia, ambao wakawaweka mbele ya mitume, na walipokwisha kuomba wakaweka mikono yao juu yao. Bwana Yesu asifiwe. Ya somo hili ni kuhusu kazi ama kanisa la mitume waliokuwa wanafanya kazi za namna gani. Biblia inasema hapa katika mstari wa 2. Sasa nisome hapo ya kwanza na pili. Wanasema palikuwa na manunguniko ya Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania, kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika huduma za kila siku. Biblia inasema kulikuwa ni manunguniko. Sababu ukiona hapo mwanzo wanasema wanafunzi walianza kuongezeka. Manake kanisa lilianza kuwa linajaa watu walikuwa wameongezeka, na wanafunzi wanapoongezeka ni kama kuna kazi ya huduma kabisa ambayo inafanyika. Mahali unasikia kumeongezeka wanafunzi, sababu Biblia inasema nendeni ulimwengu mkafanye mataifa kuwa wanafunzi. Mitume walionekana wamefanya kazi, na kwa kumeongezeka watu. Kwa lugha nyingine ni kama kulikuwa upanuzi ama epanouissement kwa lugha ya Kifaransa. Na sasa kukakuwa mambo mengine ambayo yalianza kusahaulika. Unajua, kando na kuhubiri neno la Mungu kama vile tunahubiri, kazi ya Mungu ina sehemu nyingi sana, sio tu kwa kuhubiri, lakini sababu neno la Mungu, imani inatembea na maneno na matendo. Sasa walikuwa wanahubiri, walikuwa wanafanya kazi za kuhubiri kwa njia tofauti. Biblia inasema kutokea vikwazo na manunguniko, sababu walitaka wasahau huduma zingine. Kulikuwa wajane ambao walikuwa wanashughulikiwa na kanisa la mitume, na ikabidi sasa, sababu wamekuwa busy sana, wakakuja kugundua. Sababu na wakati mara nyingi kitu nimegundua, huyu Stefano alikuwa miongoni mwa watu ambao walikuwa washujaa, watu walikuwa na sifa nzuri. Nilikuwa nimezungumza tena wiki iliyopita. Na sasa malalamishi ilipoanza, unajua kila kazi, kila upanuzi, kila epanouissement kuna kwaka na changamoto. Mara nyingi Mungu anakuwa anafanya vitu akitaka kuinua mtu, kuna kwaka saa zingine ma obstacle ama machangamoto zingine.
na sana sana kazi ya huduma, kazi ya Mungu kipanuka, kuna watu wengine hata wanakuwa wanasahau jukumu zao, wanasahau walianza namna gani, tulianzia wapi, misingi ilikuwa wapi, wakaanza kusahau sasa mjane. Biblia inasema walikuwa ni kazi yao ya kila siku. Maanake huduma walikuwa wanafanya kando na kuhubiri neno la Mungu, sababu wanasema tusisahau kazi ya neno, kuomba na huduma ya neno, kwa sababu ya hiyo huduma, lakini ni ya muhimu. Na nimesema Stefano alikuwa miongoni mwa wale watu 7 waliochaguliwa, sababu kulikuwa na kusema hapana, kuliko tuache tuchague watu ambao watashughulikia hiyo huduma, sababu ilionekana ni huduma ya maana, ni huduma ambayo ilikuwa maana, sababu kanisa lilikuwa linashughulika yatima, mjane na watu ambao hawakuwa na identity, ama watu ambao hawakuwa wenye kujiweza. Ikabidi watenge watu kando kwa sababu ya ile, ili kwamba iwasaidie. Na ni kitu cha maana sana, kitu ambacho kinasaidia sana, kwa sababu kama tunaweza kusonga mbele na tusahau huduma zingine ambazo hatuelewi kama ni zetu, inakuwa ni shida. Sababu nakutana kuna huduma zingine tumejua watu wamekuwa focus sana maeneo moja, na huduma zingine wameziacha nyuma. Lakini Biblia inasema ilikuwa ni kanuni ya kanisa la mitume la kwanza kushughulika sababu ya nani? Mjane. Na mambo mengine tutayafuata baadaye, tutayaelewa. Na sasa ikakuwa sasa tufanye nini? Na hapo sasa kukatokea matatizo, kukataa kutokea ile trouble, sababu kuna kwa croissance, kuna kwa épanouissement. Sasa épanouissement anakuja, huyu alipata promotion, anaanza na hii nyingine, kama hii siwezi fanya hiki. Mara nyingi nafika kwenye huduma, kwenye kazi ya Mungu. Una mtu alikuwa anapenda Mungu sana, mtu alipenda Mungu mwanzo, lakini kukikuwa upanuzi, kukipanuka, milango ikifunguka, unakutana kuna kwa mchanganyiko. Kama haukukuwa umeandaliwa, kama huko umejiandaa ku épanouissement, kuna kwaka tourbillon, na tourbillon ikikuja unapata inapoteza network, unapata inaleta hali zingine, tamaa zinakuja, roho ya kiburi inainuka, roho ya madharau inainuka, manake mtu anaabandone. Sababu mara nyingi promotion ikikuja, unakutanaka inakuwa inachukua sehemu nyingine katika maisha ya kiroho. Kuna kwa kitu kingine ambacho shetani anaweza taka achukue ndani yako, ili kwamba ukue distract na promotion, uone kama hapa mimi nimeinuka, mimi siko tena hapo. Hizo kazi nilikuwa nafanya siwezi nikazifanya tena. Lakini Mungu akawajalia wengine wakapata ufunuo ya kuona hapa kuna tokea mlipuko, na kama hatutakesha vizuri kutatokea shida ambayo hatutaweza kuidili nayo baadaye. Unaona, mtu alikuwa anapenda Mungu zamani, unaona mtu amefrequente sana kanisa, anakuja kanisani, lakini wakati Mungu anamfungulia mipaka, hata ulimi ndio inakuwa inabadilika. Mtu anaanza kuzungumza, unajua ni yeye anazungumza ama nini. Kumbe hiyo roho imeinuka, roho ya kiburi inaingia ndani ya mtu, roho ya majivuno, madharau ikiingia, saa zingine kama hauna neema ya kukontrole, unapata vitu zingine unaanza kuzifanya out of mind. Unapata vitu vingine mtu anaanza kufanya manake sijue. Unapata mtu alikuwa anachangia na wengine pamoja, lakini anaanza siwezi kula na huyu, ni mchafu. Ijapokuwa mmedumu pamoja, mmekaa pamoja, mmestruggle pamoja, lakini kukitokea upanuzi, ndio hapo kila mtu sasa anaanza kaangalia mimi ndakuwa nani. Mlianza ama mlianza kampuni, naanza chini kidogo, wakati kuna kufunguka mlango, ndio kila mtu anasema hapana, nitakuwa fulani. Akijua huyu atakuwa fulani, ndio unakutanaka watu wanauana, huyu anapatia mwingine sumu. Kwa sababu ya nini nasema hapana? Wanasahau kazi. Kwa sababu mbele tufike hapa, tulianzia wapi? Huduma yetu mwanzo, base ilikuwa ni nini? Na hapo ndio watu wanasahau misingi, watu wanasahau, distraction inakuja. Na ndio maana sasa kuna kwa kupanuka. Ukiona hata katika ndoa, ukiona mume unasahau, mimi na mume wangu kabisa ni mwaminifu. Subiri wakati utakuwa na pesa, siku Mungu atakufungulia pesa, ndio utajua na mke wangu kabisa ako submissive, ananyenyekea. Saa zingine kiwango cha maisha ulicho nacho hakicharuhusu, lakini acha maisha ipande, na wakati ya maisha inapanda ndio unajua kumbe huyu mtu ni mwaminifu, huyu mtu ni mtu wa Mungu, huyu mtu ni mcha Mungu. Sababu ya nini? Hata kama Mungu atakuinua kiwango kia namna gani, usikie tu mtu bado iko tu kwa hiyo nafasi. Haijalishi cheo, haijalishi majina amekuwa nazo, lakini unapata huyo mtu ni huyo tu. Ni kitu cha neema sana, ni kaenyeko exceptionnel. Kwa hivyo sasa inakuwa ni kupanuka. Unaona mwanaume kabisa alikuwa kumbe hazungurukake nje, sababu
hajapata pesa ama hajakuwa na kazi ama Mungu hajamuinua. Wengine walikuwa wanakuja kanisani asubuhi kila siku kufyagia, lakini Mungu akimuinua anasema kazi ya kufyagia kanisani imekuwa ni kazi ambayo ni ya kina fulani, mimi siwezi nikafyagia. Japokuwa hata una cheo, hata we ni manager kwenye kampuni, kama ulikuwa unafyagia kanisani, hiyo manager haiwezi kuondoa hiyo kazi ulikuwa unaifanya. Ni lazima utaendelea ukienda ofisini na ukirudi. Ukiangalia eti watu watakudharau sababu ya kumtumikia Mungu, kuna tatizo kubwa katika maisha yako. Kuna kitu ambacho inabidi ujue. Bwana Yesu asifiwe. Petro akamwambia Yesu, anamwambia tutaenda wapi tena? Kwako kuna manake tumepitia na wewe hii majasa, tutakimbilia tena kwa nani? Hatuwezi tukaende. Ingawa tutazunguka, lakini kwako tutakufa pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ni kitu ambacho kinakuwa kitu cha maana sana. Na hapo ndio kunajua Mkristo wa kweli nani, wakati kunakuwa baraka. Mungu anafungua milango za baraka. Ndio unajua Mkristo halisi ni mgani. Ni nani ambaye Mkristo ambaye anafaa. Naona hiyo hali ya mimi inakuwa sana sana. Mimi kikumbuka mfalme Nebukadneza, walistruggle wanajenga mji umejengwa. Nebukadneza akaanza piga mimi kifua mimi. Mungu akamwambia mimi, Mungu ndio mimi, wewe unasema mimi. Mungu akamuonesha kama yeye sio yeye, akamwambia ni mimi ndio mimi. Nebukadneza alipitia tatizo kubwa kwa sababu ya nini? Alisahau. Hakujua kama Mungu ndio amefanya hiyo kazi. Nebukadneza akaanza mimi. Wafaransa wanasema le moi. Inaua sana. Ni kitu ambacho kinaua, sababu ukisema mimi, Mungu hana nafasi katika maisha yako. Ni kama umepatia Mungu nafasi ya mwisho. Ni kama sasa hauhesabu Mungu, nasema hapana. Unajua kuna vitu vingine unaweza kustruggle lakini ifika wakati mwingine ndio unakutana na mwanamume alikuwa struggle, akipata pesa anasema mwanamke sio level yangu, anatupa kando. Japokuwa saa zingine huyo ndio chanzo ya mafanikio yake, anatupa pembeni. Huyu mwanaume sio wa level yangu, anitupe kando. Kumbe huyo mtu ndio saa zingine mlango ambao Mungu alitumia ili akubariki, lakini unaanza kutupa, unaanza kumdharau, na hapo ndio kwenye unakutanaka sasa epanouissement inaletaka shida. Kama hautakuwa na uangalifu, kama hautajua ni kitu gani ambacho mtazamo wako ni nini, kama hautajua misingi ya neno la Mungu ni wapi, una lose network. Bwana Yesu asifiwe. Mtu alikuwa shemasi kanisani, kama ameombewa kuwa mwinjilisti, basi anaona hapana, hata akikutana mtu, hata akikutana jam kanisani, hiyo sio kazi, mimi siwezi nikafanya tena hiyo kazi. Hiyo kazi sio, Mungu hajakuinua ili kwamba uache kile ambacho ulikuwa unafanya. Unaweza kukipata na kukifanya. Kuna vitu zingine zina happen, tunaziona zifanyike. Sio kwamba tuite mpaka fulani ndio, hapana. Unaweza ukaifanya, sababu mtu akipanda ngazi anakuwa anakumbuka hii nilifanya. Haitakuwa kitu strange kwa kukifanya, utafanya tu kwa sababu ya nini? Uliitwa kwa sababu ya kufanya kile kitu. Hakuna mtu mwingine mwenyewe anaweza kukifanya. Ndio unakutana mtu amepanda ngazi sasa, basi anaona mimi siko wa ile level. Lakini nataka nikwambie, Mungu anapokuinua, Mungu unapotarajia kuinuliwa na Mungu, ujiandae sana, mwambie Mungu, nisaidie kuwa tayari kupokea kile ambacho ninatarajia. Najua mtu akikuwa anapangia kununua gari, anakuwa amejenga garage kwenye ataweka gari, ili kwamba isilete conflict na majirani ama watu. Vile vile unapotarajia kupanuliwa na Mungu, kumbuka, najua katika huduma huko ndani Mungu atakupanua, Mungu anaenda kufungulia njia, lakini ujiazari sana, ujiandae. Kuna vitu zingine utaanza kuona kama zinakuwa archaiki ama za zamani, na sababu hizi siwezi nikafanya tena, hizi zilikuwa ni za zamani. Katika maneno ya Mungu hakuna mambo ya zamani. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Nataka tuingie mahali tujiulize, je, kwa nini walitaka wachague mtu? Kwa nini litaka wachague mtu? Na hapo nilisoma naangalia, ilibidi ukiangalia mstari wa 3, waliweka makriteria ama shurti kwa sababu ya kuchagua mtu ambaye atashughulika na hiyo huduma ya meza ama huduma ya wajane. Kwa nini wakachagua huyo mtu ambaye atashughulika na huduma ya wageni kanisani? Kwa nini walichagua kriteria yule mtu ambaye atakuwa anashughulika saa zingine na kununua hata vitu? Sababu huyu mtu anakuwa ni mtu anahusika na kila kitu kuhusu wageni, mambo wanasema kuacha kazi ya meza, maana yake kazi ya huduma, kuhudumia watu, kuhudumia wageni, kuhudumia wajane, kama vile Biblia inasema. Na wakaweka kriteria. Sasa kriteria kwa sababu gani? Japokuwa hii jambo ni la kimwili, saa zingine kinaonekana kimwili, lakini kwa nini wanaweka shurti? Kwa nini wanaweka kriteria juu mtu achaguliwe? Na nataka nikwambie, unajua katika asili ya Mungu,
Katika asili ya Mungu kila mtu anaongeza kufanya kazi ya huduma ni mtu ambaye ilibidi apitishiwe kwenye testi, wamwangalie kimaombi. Wengine hata wachukue na muda nafasi, hawachukue mtu tu anaokota mtu kuokota, sababu unaweza kuokota mtu ajue background yake nini, amejengwa kwenye misingi gani. Ikabidi waangalie mtu ambaye ana ushuhuda mzuri. Kwa sababu yani mtu ambaye ni mwaminifu. Unajua kama ukiweka mtu mwenye sio mwaminifu kwa huduma fulani, inaweza ka-affect ile kazi ambayo huyo mtu anaifanya. Huyu mtu Stefano na wengine walikuwa wanafanya kazi, ni kazi ambayo ingeonekana wananunua vitu, wanapatia watu chakula, wanafanya vitu zingine, huduma za watu. Inabidi mtu ambaye ana sifa nzuri, mtu ambaye ni mwaminifu. Unajua kujere mali ya kanisa ama mali ya Mungu sio kitu rahisi. Sana sana vitu zinahusika na material ama pesa ni kitu ambacho kinaleta mtihani sana. Inabidi mtu ambaye amekomaa kiwango anajua kile ambacho anakifanya. Kama hajui ni ngumu sana, ita affect hiyo kazi ambayo anaifanya. Wakasema tuchague mtu ambaye ana ushuhuda mzuri. Mtu ambaye ana Roho Mtakatifu wa Mungu ndani mwake. Kwa sababu ya nini? Mtu ambaye ana roho ndani mwake ni mtu ambaye anaweza kumiliki kitu, ni mtu ambaye anaweza kujere mali ya Mungu na ataijere na uaminifu wote. Ni mtu ambaye anajua kile anakifanya. Hii pesa anapokea inakuja ni kwa kushughulikia hao watu. Kwa sababu ya nini? Ndio imetengwa kwa sababu ya kufanya. Sababu hata tumia hata mali za kanisa mu vitu ambazo ziko private, vitu ambazo ni za kipekee. Atajua hiki ni kazi. Kwa hivyo akasema huyu, sababu tu wangechagua mtu ambaye hamche Mungu, mtu ambaye hana Roho Mtakatifu. Ndio tunapata watu wengine leo kuna msaada ya kusaidia wajane, ametake advantage, akaangalia wajane ambao ni vijana ndio wanashughulikia sababu anajua atatake advantage. Lakini wale ambao wameisha hana nafasi, na akiona ni wayatima ambao hawana hata hawapendeki kimwili, anatenga kando, anasema mimi nitashughulika na hizi kondoo nono. Kama vile nani alituma akaenda ule Sauli alituma aende akapige mji, akaende kupiga mji, akachagua zile nono, akasema hizi nitazitenga kando, hizo mbaya ndio nitaua. Kwa hivyo mtu ambaye hana Roho Mtakatifu ni mtu ambaye atakuwa atachagua, ataenda take advantage, faida zake. Ndio unakutana na pigia wageni chakula, anachukua chakula hiyo nzuri, anaweka anapeleka kwake nyumbani, anapatia hiyo mabaki kwa wale ambao wahusika, ambao the right people wanahusika. Ndio ikabidi wachague mtu ambaye ana Roho Mtakatifu na mtu ambaye ana ushuhuda mzuri. Sababu akijere mali ya kanisa, kama ni mtu ana ushuhuda mbaya, kama ni mtu ambaye ni mkorofi, ataharibu picha, ataharibu jina la kazi ya Mungu, ataharibu jina la huduma. Sababu ni huduma ambayo ilikuwa na heshima. Biblia inasema wanafunzi walikuwa wanaongezeka sababu kazi ilikuwa na reputation ya mzuri na ikaleta watu. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo la kwanza. Jambo la pili, nimesema tena, pesa sio rahisi kwa kumiliki ama kwa kujere. Yuda ni mfano mzuri tunaweza kutumia. Yuda alikuwa mtu ambaye alikuwa mchunga hazina, lakini haikujali. Akaenda tena akaanza kumuuza Yesu Kristo. Wewe unajere pesa, umepewa mamlaka kuchunga pesa, mali ya Mungu, lakini bado tamaa. Mtu ambaye ana tamaa ilikuwa ni ngumu sana kumweka pale. Inabidi mtu mwenyewe kabisa level yake ya uaminifu imeaminika. Mtu ambaye level yake ya uaminifu imeaminika. Sababu huyu mtu, nataka nikwambie, kama umepewa majukumu kama hii, ukianza kutumia kwa biashara yako binafsi, kuna tatizo sana. Kuna matatizo, kuna laana katika maisha yako ambayo hautaweza kujitolea kwayo. Ni kama leo tunaishi katika kanisa leo. Kanisa tumepoteza picha mzuri ya kanisa. Kwa sababu gani? Tumeacha kazi, tumeacha misingi zingine. Sijamaanisha kila mtu, lakini watu wengi sana tumekuwa modistraction. Tumeona tu Mungu ananinua, Mungu ananipeleka, lakini Mungu anapokuinua, kumbuka kanisa la mitume lilianzia wapi? Lilikuwa siku baada nyingine. Kanisa lilikuwa qualité, non seulement quantité. Sababu Biblia inasema walishikilia sana neno na maombi. Ni vitu viwili walikuwa kabisa, na matendo sasa ndio ilikuwa mingi sana. Sijui kama ndio maana wasema matendo ya mitume, ili tujifunze matendo ya mitume walitenda ili kwamba kanisa livutiwe. Kila mtu atamani kuwa Mkristo, kila mtu atamani kuitwa mwana wa Mungu. Kwa sababu ya nini? Matendo ya mitume ilivutia sana. Na hiyo ni kitu ambacho kilikuwa sana sana. Na ukiangalia hapo matendo ya mitume, nataka tusome, turudie hapo matendo ya mitume 4 mstari wake wa 34. Matendo ya mitume 4:34 inasema wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji, kwa sababu watu wote waliokuwa na viwanja
au nyumba waliviuza, wakaileta dhamani ya vitu vile vilivyouzwa. 35 inasema wakaiweka miguuni pa mitume, kila mtu akagawiwa kwa kadiri ya alivyohitaji. Biblia inasema walikuwa wanachukua mali, kila mwenye angekuwa na uwezo walikuwa wanaleta kwenye miguu ya mitume. Hapo ni Matendo ya Mitume inasema wanaleta na kugawia pale, wanasema tunaleta hapo, sababu mitume ni watu ambao walikuwa wameaminika. Inaletwa hapo ili kwamba igawanye ku the right people, sababu nimekuambia kanisa kulikuwa watu walikuwa na shida, wanakuja tu kanisa, najua nikienda kanisani nitakula, nikienda kanisani. Maana kuna watu ambao hawakuwa na uwezo wote, na wakaletwa kwenye miguu ya mitume ili kwamba hii pesa inakuja kwa sababu ya shughuli za watu, kusaidia watu wenye matatizo, watu wenye shida, na mitume walitumiwa kwa kiaminifu. Na unajua kitu unasema hawa watu walikuwa wanatoa, Biblia inasema walitoa sehemu, walikuwa wanatoa sehemu ya bei ama price. Ni kitu ambacho kilikuwa kikubwa sana zaidi hata ya vile ungetoa 1/10 kama leo inakuwa. Tuangalie sababu hata hiyo enzi ilikuwa tangu zamani, lakini walikuwa wanatoa kitu zaidi. Unajua hakuna kitu ambacho kina motivate mtu wakati kile ambacho ulitoa, unaona kile ambacho ulifanya, unaona kinafanya kazi. Kile kitu ambacho umeachilia unaona kinafanya kazi. Ukijua kanisa tunahudumia watu walemavu ama watu wenye shida, na unaona kabisa watu wanafanikiwa sana, watu wanabarikiwa, inakuwa ina motivate sana hata mtu mwenye hawezi hata kufanya hatua. Anaona hapana, kama sitafanya ndakuwa nimeumiza mtu mahali, kama ndakuwa sijaachilia hii pesa kuna mjane ambao atakuwa anaumia, kama sitakuwa nimeachilia hii pesa kuna kipofu ambaye atakuwa hajahudumiwa. Kumbe ndio maana walipea watu ambao walikuwa ni waaminifu ili kwamba zifikie watu ambao wanafaa, sababu kuna vitu nyingi zinakuja zikipita kwa mikono ya watu zinapotea, inakuwa ni vuta kelele. Nimeona misaada nyingi zinakuja kwa mashirika, kwa makanisa, kwa minokutane, inakuwa ni vita. Watu waliishi pamoja wanapenda, lakini wakati misaada inakuja ndio uaminifu ya watu inapotea. Na sasa wakaleta pesa kwa mitume ili kwamba kila mtu aligawiwa. Biblia inasema hakuna mtu alikuwa mbezi, hakuna mtu alikuwa na haja. Wale hawajiwezi, hawakujisikia kama hajiwezi, sababu walikuwa wanajua kuna hiyo sehemu ambayo inaletwa na wale ambao watu ambao wamejiweza. Wanafanya partage kitable. Ndio maana ukiona Anania na Safira walipotaka kuhepa, walipigwa, waliuawa kwa sababu ya nini? Kitu ambacho unajua hiki kinaenda mahali kwa ajili ya kufanya kazi, alafu unatafuta ukikwepeshe, unataka kutumia ujanja. Ndio maana ile wakati Anania na Safira walipigwa sababu ya nini? Kama unajua hii pesa inaenda kwa sababu ya kusaidia mtu fulani, alafu unatafuta kuleta ujanja, wangeweza kupigwa, ingeweza kupata adhabu. Sababu unajua huyu mtu anapelekwa, zinaenda, tunajua kweli hii inaendaka na inafanya kazi ya kusaidia watu fulani, inafanya kazi kwa huduma, kazi ya Mungu, alafu unatafuta kuipitisha njia ya kando, itakuletea shida. Kwa sababu ya nini? Kuna kazi, kuna mtu ambaye anakuwa affected, kuna mtu ambaye huenda atalala njaa kwa sababu haukupeana hiyo kitu ya kumsaidia. Bwana asifiwe. Na hapo ndio nimesema ndio inahitaji mtu ambaye ni mwaminifu, ni mtu ambaye ametengwa, mtu ambaye aliteuliwa kwa sababu ya kufanya hiyo kazi. Sio kazi ambayo ingeweza kufanywa na kila mtu, ni kazi ambacho inahitajika mtu ambaye ana kiwango fulani cha uaminifu, ili kwamba kusikuwa na malalamishi huku, watu wasilalamike wasema mbona tunasikia mnafanyaka hivi, mbona sisi tunalia. Inakuwa ni ngumu sana, ni shida sana, na ikahitaji ule mtu ambaye ana uaminifu, mtu ambaye ni mkamilifu, mtu ambaye anajua, huyu mtu anajua kile ambacho anakifanya. Hapana ukamata tu mtu ajue venye iko anafanya, namwambia tu kamata, uko rafiki yangu kuja fanya hii kazi, uko ndugu yangu. Hapana, kazi zingine hazifanyiki sababu ni ndugu ama, lakini Biblia inasema kuna kriteria. Unaweza kuwa rafiki, ndugu, lakini katika kazi ya Mungu kuna vitu vingine zinafanyika. Huyo mtu ana hiyo mzigo, sababu kila mtu alipewa mzigo. Inabidi kujua wakati wanaomba, sio kusema wanaomba juu ya kutimiza tu maandiko, lakini wanataka wajue the right person, huyu mtu kweli anahitaji hii kazi kuifanya, ili kwamba kesho isilete aibu, kesho isilete shida na ikakuwa ni tatizo kubwa. Kwa hivyo walikuwa wanaleta hiyo kitu. Haikukuwa ni desturi ya agano, sababu hata ukirudi hapo agano la kale, nitafungua katika Matendo Kumbukumbu la Torati ama Deuteronome 26, inasema 26 kuanzia 13 12 mpaka 13. Kumbukumbu la Torati 26 kuanzia 13 12 mpaka 13. Biblia inasema utakapokwisha kutoa zaka, katika zaka zote za maongeo yako
mwaka wa 3 ambao ndio mwaka wa kutolea zaka, umpe zile zaka Mlawi na mgeni na yatima na mjane, wapate kula ndani ya malango yako na kushiba. Nawe sema mbele ya Bwana Mungu wako, vitu vilivyo vitakatifu nimeviondoa katika nyumba yangu, nami nimewapa Mlawi, mgeni, yatima na mjane, kwa mfano wa maagizo yako ulionihusia yote. Sikukosa maagizo yako yoyote, wala sikuyasahau. Biblia inasema walikuwa na hiyo sehemu, ilikuwa nafika wakati ya kutoa zaka. Zaka ndio hiyo tunaita 1/10, ilikuwa inakuja inapelekwa. Kwa sababu ya nini? Biblia inasema kwa sababu nataka tuzungumzie kitu kuhusu wanani. Kuna kategori karibu 3 ama 4 za watu walikuwa wanazungumza. Kulikuwa wale Walawi ama Walevite. Ni watu ambao ukisoma Kumbukumbu la Torati hapo 10, Deuteronomy 10:8 inaonyesha hawa watu ni watu ambao hawakupewa urithi na Mungu. Lakini walipewa kazi ambao walitengwa ni kwa sababu ya kufanya kazi ya Mungu peke yake. Maana huyu Mlawi, tuna watu kama hawa hata leo, mtu ambaye hawezi kufanya hata kitu kingine chochote, hawezi. Maana akijaribu kufanya kazi ni hasara itatokea. Mungu amemwambia huyu mtu kazi yako ni hapa. Hawa hawakupewa urithi wote. Wengine walipewa, sisi mnapewa mnagawia, lakini kizazi kia Lawi hawakupewa urithi wote ambao wangeweza kutegea, lakini kazi ya Mungu ndio vile walipewa. Na Mungu alijua. Unajua Mungu akitenga mtu fasi, anakuwa ametenga na kila kitu ambacho kitasaidia huyo mtu kwa sababu ya kusurvive. Kwa hivyo hawa watu walikuwa ni Walawi. Kila mtu angeweza kuleta ili kama anajua kuna Walawi kanisani. Tulikuwa na zamani tunakutana watu kanisani, wanakutana, kuna watu wanaishi kwa permanence kwa kanisa kwa sababu ya nini? Chakula. Wanahitaji walishi, wanahitaji wafanye, na hawa watu tuna majukumu ya kuwashughulikia sababu ya nini? Kuna kazi ambayo wametengwa. Baraka zetu ziko kwa wale watu ambao Mungu ametenga specifically juu ya kufanya. Nataka nikwambie kuna watu ambao Mungu ametenga specifically, anasema huyu ni Mlawi. Unaweza kuwa wewe ni kabila fulani kwa sasa kwa kizazi kia leo, lakini kuna wale watu ambao hawawezi kufanya kazi yoyote. Na hiyo inakubalika. Kwa hivyo Mungu alijua kuna watu ambao walimetengwa, hao watu hawafanyi kazi yote, inabidi washughulikiwe. Ni wewe na mimi ambaye tutashughulikia wale watu. Na wale watu ndio kuna baraka. Ndio maana nimesema walitenga watu wazuri kwa sababu ya nini? Hizo vitu, hiyo mali ikifika kwa watu ambao ni wakorofi, watu ambao hawakuteuliwa, watatumia kivibaya na watakuwa wanaumiza hii huduma. Ni watu ambao watakuwa wanaumiza hiyo department, itakuwa inaumia. Mjane atalia, Mlawi atalia, sijui mgeni akikuja ataumia kwa sababu ya nini? Zimeenda kwenye mikono ya sijui wakina Geazi, wamechukua. Imeenda kwa mikono ya watu ambao hawakutengwa, watu ambao hawakuchunguziwa kabla waingize kwa hiyo kazi. Kumbe ni watu wanafanya vitu ambazo zinanjoo nakutana zinaleta sifa mbaya, kwa sababu wanachagua mtu ambaye kwa sababu zisilete sifa mbaya kwenye kazi ya Mungu. Leo kuna kuwa kazi ya Mungu imekuwa na picha ambayo ni mbaya. Wanasema kulikuwa ni wageni ilikuwa inaleta sadaka kwa sababu ile zaka ama 1/10 linaletwa, wale wageni wanakuja. Unajua tukamate kama kizazi kia leo, kuna wakimbizi, watu wanakimbia vita, zinakuwa watu wanakimbia. Kuna mtu anajipata mahali ni mkimbizi, hana mbele, lakini anasema nitakimbilia kanisani ndio nitaenda kusaidika. Sasa leo imekuwa ni shida. Kanisa ikipata mtu mgeni, tunamtuma wende kwa UN atakusaidia. Sio kazi ya UN, hakupewa kazi ya kushughulikia watu. Ni wewe kanisa, mimi na wewe. Mjane hakuitwa kwa sababu hakuwa mjane ili kwamba atashughulikiwa na shirika za ulimwengu. Hapana, ni kanisa ndio lipewa hiyo jukumu. Na ndio kwa maana inabidi ujue kile ambacho unakifanya kwa sababu gani unakifanya. Kile ambacho unapata kwa sababu ya kusaidia mtu, unakifanya kwa sababu gani? Ni kitu gani Mungu amefanya? Hiyo Mungu amefanya kwa sababu gani? Huyo alikuwa ni mtu wa kwanza, Mlawi, ni mtu ambaye hana maisha. Najua kuna watumishi wa Mungu ambao Mungu ameweka, na kama Mungu amemtenga, nataka niamaanishe, kama Mungu ametenga mtu kwa ajili yako wewe, huyo mtu ana baraka za maisha yako. Kama kuna mtu ambaye Mungu ametenga kando, amemfunga usifanyake kazi, shughulikia kondoo zangu. Wewe kama ni kondoo mmoja wapo wa hiyo mahali ambayo ninazungumzia, huyo mtu amekuwa ni baraka katika maisha yako. Mungu alimwambia Abraham, yoyote atakayekubariki nitambariki. Huyo mtu kama Mungu amemweka pale ili kwamba akuhudumie wewe, huyo mtu ni baraka katika maisha yako. Utazunguka, lakini kuna mtu ambaye Mungu ametenga kwa ajili umbariki. Na ndio maana unasikia toa hiyo zaka. Hiyo zaka ina kazi inafanya. Unless kama mtu atatumia hiyo zaka na itumie njia zimbaya. Wengi wamekuwa leo tuwe matajiri. Ndio maana unakutana watu wanauana, wanagombana. Lakini tujue ni kanisa, ni sisi tumepewa. Nimeona kanisa saa zingine za wazungu zinajaribu. Nimeona watu wengine
Unakutana mtu akikuja hana chakula unampa, mkimbizi akikuja una. So hizo ni kazi ambazo ni kanisa anazifanya. Tusipatie ma NGO azikupea hiyo kazi, ni kanisa. Na ndio maana zilihitaji wachague mtu ambaye ni mwaminifu, mtu ambaye ana ushuhuda, mtu ambaye ana Roho Mtakatifu ndani mwake, sababu ana huruma, ana Mungu ndani mwake, ili kwamba ya kufanya hizo kazi. Malaki inasema leteni zaka. Mara nyingi watu wamezoea kusema ni Malaki 3 mstari wa 8-10. Leteni zaka nyumbani kwa Bwana ili kwamba kusikose nini? Chakula. Yaani kama kunaleta chakula, kuna watu wataikula. Kama kutaleta chakula, kuna kazi ambazo hizo zaka zitafanya kwenye nyumba ya Mungu. Wamesema zileteni wapi? Kwenye nyumba ya Mungu, sababu kuna kazi ambayo itafanya. Kama haitafanya kazi, ndio unakutana na picha imeharibika. Kazi ya Mungu, watumishi wa Mungu tumekuwa na picha mbaya saa zingine. Kwa sababu gani? Matumizi ya mali ya Mungu. Mali haifiki, kuliko tusaidie wale watu ambao wanaweza kusaidika. Tunaanza ukisikia wanasema kunyanyasa mjane, usifikirie ananyanyasa tu barabarani. Hata kuna mahali pengine kwenye angeweza kusaidika, ananyanyaswa haki yake. Kwa sababu ya nini? Watu wamekuwa tukue matajiri, tuchajike, tufanye nini? Nilisema wakati mwingine tunakuwa pesa sana. Nimejenga kanisa 5, kanisa 10. Kanisa ni ule nafsi, ni ule mtu ambaye anaumia. Huyo ndio kanisa ambalo Kristo anaangalia, sio hizi majengo tumejenga. Na ndio maana ukutana sasa leo imekuwa ni changamoto sana. Ukiangalia sasa leo kumekuwa wababa wa kiroho wamekuwa wengi sana. Per spiritual, kila mtu amekuwa per spiritual. Kwa sababu gani? Baba wa kiroho, kila mtu amekuwa ni baba wa kiroho. Sasa unajiuliza, kuwa baba wa kiroho inamaanisha, unajua baba wa kiroho maana yake ni nini? Kila mtu amekuwa baba wa kiroho. Sasa unajiuliza, huyu baba wa kiroho analenga nini? Unajua kuitwa baba ni nini? Nataka nikwambie kuitwa baba ni nini. Wengi wanakuwa ni baba wa kiroho sababu ya nini? Kuna sadaka, kuna vitu gani? Kwa sababu yaanza kuwa na collect. Lakini hakuitwa sababu kuwa tax collectors. Unajua hata tax ki collect, serikali inafunga watu ambao wana collect tax njia ambazo za mageni, sababu wanaumiza kazi za serikali. Hiyo nitataka nikwambie. Kuna waimbaji wanasema ukinunua CD fake unaumiza wasanii. Nataka nikwambie, nitumie hiyo msemo. Vile vile mtu mkora akiingia nafasi, anachukua mali za Mungu kwa sababu ya watoto wa Mungu. Huyo mtu anaumiza kazi ya Mungu. Kuna mtu ambaye anaumia wakati unafanya matumizi ya mali ya Mungu vibaya. Kuna mtu ambaye unaumiza, kuna nafsi ambayo inasumbuka usiku na mchana. Sababu sisi tunabakia tu tunafanya tunasonga mbele lakini ukumbuke, je, hii kazi mitume waliifanya, nani umeiachia? Kama vile kanisa ni mimi na wewe. Na inakuwa ni tatizo kubwa. Kwa sababu ya nini? Huyo mtu akichukua anapeleka wapi? Unapeleka wapi wakati umetembea barabarani? Unajua tunaweza tukapatana barabarani, nina shida saa zingine za kiroho na unanisaidia. Haujakuwa baba yangu wa kiroho. Ni kazi unafanya huduma. Kwa hivyo unapata watu wengine, akipata mtu anamwambia sasa, akikuja ukienda mtu anamwambia nina shida fulani uniombee. Ndio sasa unapanaka moja wako ya 10 wapi? Wewe sijui na nini. Huyo mapasta mnapeana huko, hawawasaidie. Lakini mkikuwa na shida mnakuja. Ndio maana nisema wakati mwingine watumishi tujifunze watoto wetu kujua kuomba, ili kwamba hizi changamoto wote wanakutana nazo wakuwe self reliant, mtu ambaye anaweza kujiombea hata mwenyewe kama hauko ajiombee. Kwa sababu ya nini? Akikutana na hao watu, wanamhudumia barabarani, wanaanza kumwambia unaona sasa imekuaje? Moja wako wa 10 unatoka unapeleka wapi? Wewe unafikiria inapelekwa kila mahali ama inapelekwa kila mtu? Hapana. Naweza kuwa mimi ni mwinjilisti lakini sina haki ya kuchukua hiyo kitu. Kwa sababu ya nini? Kuna kazi ambayo inatakana ifanyike. Kuna kitu ambacho ile pesa inafanya kwa sababu ya kusaidia kuleta sifa nzuri katika kazi ya Mungu. Sasa wababa wa kiroho wamekuwa wengi sana kibao. Kila mtu amekuwa ni baba wa kiroho. Kwa sababu ya nini? Kama alikushauria tu maneno 2, kama alikuelekeza tu hivi kidogo, tayari anakuwa ni baba wa kiroho. Unajua kuwa baba sio tu jina. Baba ni title. Ni kama kuitwa mama, ni title, ni cheo. Na ukisema cheo, kuna majukumu, kuna kazi ambayo unaitwa baba tu. Hauitwi tu baba sababu ulizaa. Nilizaa tu. Unajua kuzaa ni tofauti na kulea. Mlezi unalea mtu anakuwa mtu. Hiyo ndio kuitwa baba ama kuitwa mama, ni kulea. Sio mtu anachukua tu alibebesha mimba kuisha. Kuna ndugu mmoja anabesha msichana mimba, anakataa mimba, anafukuza. Sitaki hata niko. Dada anaenda na kama maisha, ana struggle na mtoto, analea, anasomesha shule. Jamaa anamaliza shule, anakuwa mtu mkubwa, anamaliza university, anapata kazi nzuri. Huyo mama aliolewa na mtu mwingine, wamekaa, huyo baba akalea huyo kijana, jamaa anakuwa mtu mzima. Huko anajua baba alikataka mimba. Alafu siku kesho maisha yanampiga huko kwenye alienda.
Anakuja ananiambia, ndugu, unajua mama yako ameshakwambia baba yako ni nani? Ananiambia, kwa nini unaniuliza? Huyu jamaa anajiuliza, huyu jamaa unaweza sijue story, na nikijua story ambayo mama yangu alinielezea kwa sababu yako, hata polisi nitakuita wakufunge sababu haukuukua baba. Ni baba ambaye alikimbia majukumu yake. Alafu leo naona umekuwa na pesa, anakuja mtoto wangu. Leo umeoleka, unapata mwanaume anakuoa, anajitokeza nini? Sio baba hivyo. Hata katika maisha ya kiroho ni tofauti sana. Kuna rafiki yangu mwingine tulikuwa tunasoma naye, anapata pesa za shule, wanampatia pesa aende lipa shule. Anatumia pesa, anaenda na kunywa pombe, anaenda ananunua mandale, anakunya na watu wanakunya. Siku moja mtihani inakuja, anafukuzwa shule. Haufanyi mtihani kama hujalipa. Sasa nitaendaje kuomba pesa kwa baba na pesa nimeshachukuliwa? Akazunguka kwa wale ambao wanakunya nao pombe, anaenda anachukua baba moja, anamwambia, chukua za pombe, twende unisindikize, uende useme tu, basi unisemee nifanye mtihani. Fika kule sasa, huyu baba naye ni baba alilipwa pesa tu, lakini si baba. Jamaa alifika huko sasa mbele ya headmaster. Anaanza kutetea. Jamaa alikamata fimbo, alimchapa huyu kijana. Kijana anaanza kumtusi. Headmaster anambia, we, kumbe ndio uko sadau yako hii, mpaka na baba yako unaanza kumtusi mbele yangu. Huyo papa kakula kona, akakimbia, jamaa kabaki mwenyewe. Kwa hivyo kuna mababa wengine atakwambia ni baba, lakini wakati ya shida anakimbia. Ni mtu mwenye ako hapo kwa faida zake binafsi. Kuna kitu ambacho anatafuta katika maisha yako, anakuambia mimi ni baba, kwa hivyo moja yako ya 10 uniletee. Unajua kuna kitu kingumu kutoa na kupokea. Na sasa ukipatia mtu ambaye hayamiliki, unajua mbona mimi nafanyaka kitu sikwake naona matukio, matatizo yananipata ya nini? Angalisho na mtu anaitwa baba wa kiroho. Hapana kuparamia kila mtu kwa barabara uanze kumuita baba wa kiroho, hapana. Omba Mungu akusaidie ujue. Ni vizuri kuwa na baba. Kila mtu anatamani kuwa na baba. Sote tumezaliwa tumeokoka, tumepokea Kristo kwa Bwana mwokozi wa maisha. Tulipitia baba walitulea na tuliona kuna criteria, kuna requirements. Sio kila mtu utamuita baba umpatane barabarani tu uitwe baba, hapana. Kuna time, inabidi uchukue muda na kujua, kujifunza. Wenda hata uombe, mwambie nataka unijulishe ni nani baba yangu wa kiroho. Wengi wanaweza kujiita mababa, lakini shida zikitokea wanakimbia. Hatukufanya vile kwa sababu ya kusema tuseme tu kwa kutimiza maandiko, lakini tulifanya, ama Biblia ilifanya kwa sababu watu watembee kwa hiyo njia na kujua who are the right people ambao wanaweza kushughulika na hii kazi. Leo umepatana barabarani, sijui anakupeleka ni baba wapi, hana makao, hajui hata kwenye anakupeleka. Hapana. Na nimesema ni changamoto sana kwa sisi viongozi makanisa. Tufunze watoto wetu kujua kusimama au wenyewe. Kuna hali zingine watakutana nazo, kama tukuwapatia misingi wataumia. Nakwambia baba kazi yake ni kulea. Unafunza mtoto maisha. Kile ambacho unakifanya ajue kukifanya, ili kwamba akikutana na changamoto kule ni yule mtu ambaye atasimama. Na inakuwa ni aibu sana mtu akifanya kitu kibaya leo, inakuwa ni watumishi wote wa Mungu wamekuwa wakora. Sababu ya nini? Mtu mmoja ameharibu kazi. Mtoto wako akifanya kitu kinaleta sifa nzuri hata kwa familia nzima. Nani alizaa huyu mtoto? Nani alimzaa? Unajisikia hata fiere kusema mtoto wangu huyu analeta sifa nzuri. Nani baba yake na huyu mtoto? Inakuwa ni sifa nzuri kabisa. Kwa hivyo tunapokuwa mababa, tujue tuna majukumu kubwa. Hapana mtu ambaye shida ikitoka anakimbia anakula kona. Huyo sio baba. Ni kama na huyo mwenyewe alilipiwa tu pesa aende akasimame pale, na sasa ndio maana alifanya vitu ambazo hakujua. Kwa sababu ya nini? Hakukuwa anajua ubaba ni nini. Ndio maana mababa wa kiroho wamekuwa wengi. Kwa sababu ya nini? Kusanya, kucollect. Wamekuwa ni tax collectors, kwenda wana collect, lakini maisha ya kiroho ya mtu hawataki kuyajali, hawataki kuijua. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha ya kimwili tunahitaji baba. Katika maisha ya kiroho tunahitaji baba ambaye anatulea, baba ambaye anatujali, mtu ambaye anatake care na sisi. Tunamhitaji, lakini hapana kukamata kila mtu. Usiende kwa unajipata unakuwa adopte na mchawi anakuadopte mpaka anakumaliza maisha yako yote. Kwa sababu ya nini? Natafuta baba. Mtu anaweza kujiita baba, lakini baba wa kweli Mungu ndiye atakupatia na yeye. Mwimbaji Patricia alisema unaweza kuwa na pesa, unaweza pata wazazi, lakini affection ni Mungu ndiye anapeana. Kwa hivyo sasa mtu asikwambie mimi ni baba yako wa kiroho, sababu mimi naweza kuja kwako tukiomba, una shida, tunakaa tunaomba pamoja, kisha unaenda. Ukisikia Mungu amekubariki ama Mungu amekufungulia njia, ukijisikia unaweza sema nitoe sadaka ya shukrani. Ninashukuru tu Mungu.
shukrani naweza kutoa, sio mpaka nikwambie uko baba. Na kama unajisikia sio ni masa au ni kazi uliitwa kufanya, mimi nikwambia niliitwa nifanye hiki, ninakifanya. Sikifanya sababu wewe unaniita, ama hakuna mtu anaweza kulipa kazi ambayo utafanya. Unafanya, akijisikia kushukuru ashukuru, asiposhukuru hiyo inamwangalia, lakini fanya tu. Huyu mtoto wa fulani, hapana. Sio mambo ya kwanza nianze unaona sasa baba yako wa kiroho anafanya kazi gani. Hiyo sio biashara yako, hapana. Kama unasikia kumhudumia na wende, ndio kazi ile Yesu alifanya. Alipita na hakutaka kujua nini ilifanyika. Ushuhuda ndio ilikuwa inabaki. Tunataka ushuhuda mzuri na kuja, ili kwamba sababu ushuhuda inaleta watu wengine tena kuamka, inaleta watu wengine tena kwa Kristo kupitia ushuhuda ambao ni mzuri. Ndio tunataka tutengeneze. Leo imekuwa shida sababu ya nini? Nimesema kila mtu amesimama anataka mimi ndio fulani, mimi ndio fulani. Mtu anataka, kila mtu anataka umite pastor, mchungaji, evangeliste, sijui nini. Hakuna zile majina yote zisaidia kitu. Ni ushuhuda tunatafuta katika kazi ya Mungu. Ni mitume walifanya hizo kazi. Hawakujua, hawakutaka waangalie ni macheo gani watapewa. Walitaka waone sifa zimrudilie. Ushuhuda wa Kristo ndio walikuwa wanatembeza. Na ile pesa walipata ilikuwa inafanya kazi kwa kumletea Mungu utukufu. Hakuna kitu kinafanyaka sawa vile watu wanafanya. Tulikuwa najenga kanisa Kenya, nakumbuka. Tulistruggle mahali ya kujenga kanisa. Ikafika wakati nyingine mtu tulikuwa tunapangia alikuwa ni Muslim, akaamua atufukuze. Kumbe alikuwa ametaka kuuza watu wengine plot. Akapandisha rent. Juu alipopandisha rent, tulikuwa tukatafuta pesa kununua mahali pengine. Tukatafuta sasa kujenga. Na kitu nataka nikwambie, kitu naoka na motivate watu ni ile. Tunatafuta kujenga kanisa, mtu anachomoka tu. Mikutano ya kuchangisha pesa. Wamama wanasema tutanunua hivi, sijui fulani, mpaka wanakutana watu wanaangalia, kumbe jamaa, kumbe watu wako serious, mpaka wameamua kuhama. Na sasa wao wamepata kiwanja ya kujenga. Unapata hata wa commerçant ama wa operateur économique bana. Unasikia mtu anakuambia, mtu mwingine anasema hapana, mkijenga hiyo kanisa milango yote mtajenga, hata ikuwe milango ngapi nitaweka. Kwa sababu ya nini? Iko motive, anaangalia kumbe hii pesa ambayo watu walichanga inafanya kazi, by the way. Na mtu anakuwa mtu hatoi tu sababu amehubiriwa kutoa. Kuna vitu zingine inabidi kazi. Mtu akiona kazi unafanya, mpaka mwenyewe anaona hii, kama sitafanya hii kazi nitahukumiwa na Mungu. Kama hii kazi haitafanyika, kama sitaachilia pesa yangu kufanya hii kazi, nitahukumiwa. Mungu anamhukumu pale kupitia hicho. Ndio maana nasema Anania na Safira walipasha wapigwe. Kwa sababu ya nini? Kama wangetoa hiyo sehemu ya mali walikuwa watoe, ilipata ni malipizi ya nguvu wangefanya. Kwa sababu ya nini? Kuna kazi ambayo ile pesa ilikuwa inaenda ifanye. Na hivyo sasa ina motivate watu sana. Inafanya watu hata kwamba wanajisikia kabisa kukuwa na baba ni kitu cha maana. Lakini baba wa kalite gani? Anakusaidia kivipi katika huyo baba wa kiroho? Ukisoma Yohana 14:8, Biblia inasema Filipo akamwambia Yesu, tuoneshe baba na hiyo inatutosha. Kwa hiyo imaanisha Filipo alikuwa wamekaa na Yesu sana, wamestruggle, wamepitia matatizo na Yesu amewafunza vitu nyingi, mpaka inafika wakati mwingine sonaanza sasa sikia kuna baba mwingine kando na huyu, inabidi nimuulize, tuoneshe baba. Unajua kuna hata mwingine unaweza kuona mwanamke amezaa watoto na baba tofauti. Sasa unakutana mtoto akigonja, unakutana tu baba anakuja. Huyu akikuja wanaambia, kila mtu akikuja kwa nyumba ita baba. Lakini afika miaka nyingine mtoto anatamani ajue baba ni nani. Sababu saa zingine akigonjeka, kuna yule mtu anakuja katuna hiyo roho ya kumsaidia. Unaona la kuja kila siku, mtoto ni mgonjwa, anakuja anashughulika mpaka mtoto anafika wakati mwana anajisantiri, hapana. Huyu ananionyesha upendo. Mama ananiambiaka baba. Lakini nataka nijue baba. Mtoto anauliza, niambie baba yangu ni nani? Sababu ni vizuri mtu ajue baba. Na huyo baba unamjua wakati unaona ile care, ile malezi anakupea hiyo kabisa, vile anakulea unasema huyu ni baba. Sababu baba hawezi kimbia mtoto, hata shida ikuwe namna gani hawezi kumkimbia, never. Mama hawezi kumkimbia mtoto. Nimekwambia wale baba ambao tunaogota unjo, wale wanatulaani, wanatupia maneno ambayo ni ya malana. Kwa sababu ya nini? Hajue kuitwa baba ni nini. Akamwambia tuoneshe baba, na hiyo inatutosha. Sababu aliona huyu mtu anajua, tumefunzwa sana, ametushughulikia sana, maisha yetu ametufanya sisi tunataka tumuone baba. Hiyo ndio baba. Sababu wanaona jukumu tu. Kikuja kwa baba, walikuwa wanakuja kwa Kristo, wanasikilizwa, wanaonywa, wanaelekezwa, wanahudumiwa, na wanasema ndio kuna baba. Kanisa tunahitaji sisi tuwe kama wazazi. Kanisa ni sisi mababa. Acha ulimwengu ione, wakipata shida wakuje kwetu, kukimbilia kwetu. Ni kitu ambacho kinasaidia sana. Kuwa makini sana. Hapana kurukaruka, hapana. Nimesema kanisa ilikuwa ni kazi nyingi sana. Kando na kuhubiri na kuomba, ni wao walishughulika na hizo huduma za hao watu.
Watu wangekuwa ni wale wageni, stateless, watu ambao hawana makao kama tunaona hapa, watu wanalala barabara. Hiyo ilikuwa ni kazi ya kanisa, sio mashirika. Unajua shirika zinafanya, ziko na mission yao, iko na malengo zao tofauti na sisi. Tusiseme tumeacha hizo kazi, sio kazi ambazo waliitwa kufanya. Wakizifanya wanazifanya kiulimwengu. Ndio maana ukutana mtu mwingine, huyu ni mimi nilifanya kazi ya social worker. Na nilikutana nilikuwa nafanya kazi na single mothers ama wajane, nakutana watu wengine mayatima. Nakutana mtu anakuja kwako anakuambia niko na shida. Nimejaribu wewe, ukimtuma kwa ofisi fulani, nenda kwa hiyo ofisi inahusika na kushughulikia watu. Anafika kwa anamwambia mkubwa, nimefika huko nilikuwa na binti wangu. Huyo mkubwa ananiambia nimpatie namba yangu, asimu ananiambia mama, mimi sitadili na wewe, naona tuma binti wako ndio nitadili na yeye. Kumbe anatuma binti sababu anaona huyu ni mjane, hana haki. Kabla nikupatie haki yako inabidi ni take advantage msichana wako. Maana mjane ama yatima hana right ya kukuwa na kitu kizuri. Unakutana hata mtu hana haki ya kukuwa na nyumba nzuri, ananyang'anywa kwa sababu ya nini? Mjane. Ni watu ambao Biblia ilijua hawa watu hawana nafasi. Hana kama mtu amekufisha baba na mama, hana mbele na nyuma, hana mtu ambaye anamtegemea, anajua. Ndio maana Yesu anasema mimi ni baba wa yatima. Kwa sababu ya nini? Yatima kwake ndio wanakimbilia. Sasa kama watakosa msaada kwetu sisi, kama mjane atakosa msaada kanisani, wapi atakimbilia? Ni kwako wewe na mimi ndio anahitajika. Kwa hizo kando tunahubiri neno la Mungu, kuna kazi nyingine ambazo tumeziacha. Tumefurahia sana kupromosio, tumefurahia sana kuinuliwa, ni vizuri. Lakini tunapoinuliwa tukumbuke mitume walifanya kazi gani, ili kwamba wanafunzi wazidi kuongezeka. Walifanya kazi gani? Sababu ni wale ambao huyu ameokoka leo anakuwa msaada kwa mwingine, yule anazaa mwingine. Kwa sababu ya nini? Amejua tunafanya hii kazi ya kusaidia wenye. Na nakumbuka na mahali kwenye nilikuwa na mimi nilikuwa kwenye shida, kumbe acha na mimi ninaona sababu, kumbe ndio kazi mnafanya hii ndio ina motivate watu wengine kuja mpaka anaenda. Tulikuwa tunaenda hospitali kuangalia wagonjwa wakati mwingine, na kuna watu wengine ukimwambia hata tuna mchango wa kununua hata chungwa hata nini maembe twende tuone, anaona tu kama ni upuuzi. Siku nyingine kumchukua 2 3 mnaenda na wao feed, akifika hospitali anaona vile watu wanalala wako shida sana. Mtu akipewa chungwa tu anafurahi sana, mpaka huyu mtu alikuwa ni mgumu kuachilia hata. Siku nyingine unasikia anakuambia na mimi nitanunua hata kilo ngapi. Kwa sababu ya nini? Anaona kile kazi, kumbe ndio kazi mnafanyaka, kumbe hii kazi ni nzito. Unaona mtu unampea tu matunda anashukuru sana, mtu analia. Kuna watu wengine wako kwenye hospitali anagonjwa, hana mtu akuja kumwangalia, hana nini, lakini kumwangalia tu unashare neno la Mungu na yeye, unamuombea, unampa kitu, unasikia mtu anasikia roho yake tena inaumbika. Kwa sababu ya nini? Hiyo ndio kazi ambayo kanisa walikuwa wanaifanya. Na huyo mtu akitoka humo na ushuhuda, kuna watu wengine anahitaji tu kitu hiyo tu simple, na tena mtu anakuwa revive, roho yake inaamka, na huyo mtu anatoka na ushuhuda kwenye hospitali, anasema niliona mtu ambaye sijawahi kuona katika maisha yangu. Bwana asifiwe. Kumbe hizo kazi, hizo pesa zinakuja kwa huduma. Sio kusema tuchanganye, tupigane, zilete source ya conflict. Ni kusema tupanuke zaidi. Mungu anapokupanua, anataka upanue ile ulikuwa unaifanya kazi, uiboreshe ili kwamba iwe tena kubwa sana. Ndio maana wale tax collectors, wale ambao wanafanya collection, nataka nikwambie kama una collect hiyo pesa ya zaka kwa watu, tunaenda kujiarishire, uwe na tajiri, ununue magari, ujenge manyumba za kifahari. Nataka nikwambie kuna tatizo kubwa. Kuna haki ya mtu ambaye unakanyanga. Kuna huyo Mlawi ambayo analala usiku na mchana anaumia, alafu huko barabara unazunguka unapiga shortcut. Kuna huyo mjane ambayo amefukuzwa hata kwa nyumba, analala barabarani, na haki yake inanyanyaswa na nani? Na ule mtu ambaye amejiita mimi ni kanisa. Nataka nikwambie siku ya leo, ukumbuke, ujirudie yako. Kuna mtu ambaye Mungu ametenga kando usiku na mchana, anafanya kazi ya Mungu kwa mazingira ambayo ni magumu sana, na hawezi kufanya hata kitu chochote. Na wewe ndio umekuwa mtu wa kwanza kuanza kuwalaumu, kuwatupia mawe, kuwafanya nini? Angalisho sana. Unapochukua kitu, ujue kitu nakichukua, je, nina kistahili? Hii sadaka napokea, nastahili hii. Hii zaka ninapokea mimi, ninastahili kupokea hii zaka. Mambo ya hiyo zaka ilianza huko mwanzo. Haikuanza leo. Ni kitu kilianza zamani. Lakini leo matumizi yake inakuwa ni vibaya, ndio maana napata watu wengi wanapata laana. Imagine ukikula kitu cha mtu ambaye ni mjane, kuna laana ambayo unaleta katika maisha yako. Ukikula kitu ambacho ni mtu ambaye ni yatima, kuna laana ambayo unaweka katika kizazi chako. Ukikula kitu ambacho kinaitetea huyu mtu ni mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amemchagua, nataka Mungu amemtenga kando huyu mtu,
kuna kitu ambacho unajipandia mbele. Ndio maana watu wengine wanapata laana, wanapata matatizo, wengine hawajui yanatoka hapo kwa sababu ya nini? Kufanya ukaramusi, michezo. Nataka Mungu akusaidie, Mungu akufungue macho, Mungu akupe macho ya kuona, ujue ni kitu gani ambacho unakifanya. Mahali umekuja, nasema kama watu wengi ukikuja kwa kazi ya Mungu sababu unataka uwe tajiri, uko na tatizo sana, uko na ole. Kama umekuja tu objective principal yako nataka nikuwe tajiri, kuna shida, kuna tatizo kubwa. Nikuje nitajirishe tu kanisa ni unapata watu wanakuambia nyinyi mapasta nyinyi ndio matajiri, siku na sisi tunatamani tuwe mapasta. Kwa sababu ya nini? Jina imechafuka. Na mimi naonje tutarudisha hiyo sifa. Ni wewe na mimi ndio tutarudisha hiyo sifa, sio huyo mtu ambaye huyo anazunguka tu kwa biashara zake, lakini ni wewe na mimi ndio tutarudisha hiyo sifa ya kazi ya Mungu. Tuirudishe sifa, irudie. Nataka nisome Matendo ya Mitume 20, Acte 20, kuanzia 28-29. Inasema, Paulo alikuwa anasema, jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa la Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. 29 nasema, najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia kwenyu, wasilihurumie kundi. Paulo anasema baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wataingia, hata iparimie mtu. Ni watu wenye walikuja kwa faida zao za binafsi. Ndio maana nimesema leo nakutana kanisa limekuwa mtu anatamani, anakuambia kama njoo wokovu hii, acha tuache. Kwa sababu ya nini? Kumeingia mbwa mwitu. Biblia inasema, Matendo ya Mitume 20:28 nasema, chunga sana lile kundi ambalo Kristo alikufa kwa damu yake. Ile kanisa mulilee sana, mulitunze vizuri. Sababu baada ya kutoka mbwa mwitu ataingia miongoni mwenyu. Biblia inasema pale mvenefu inasema, najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia kwenyu, wasilihurumie kundi. Mbwa mwitu wataingia ili kwamba kuje kupora, kukuja kufanya watu wawe kabisa, watu wakufu, watu wasijue hata kama kuna umuhimu kuwa Mkristo. Ni wale wanakuja kwa sababu ya nini? Wamekuja kwa faida zao, wajiridhishe, wawe sana. Hata huyu mjane wanyanyasa, huyu yatima wanyanyasa, huyu sijue mgeni akikuja, mtu mwenye shida, wakuwa wanaona kama ni bure, mpaka watu waone wachafuke, waone kanisa ni mbaya. Unajua hii jambo la zaka, Waislamu, mimi nilizaliwa kwenye Waislamu na niliona ili jambo wanalifanya. Siliseme sababu ni watu ambao wameokoka, hapana, lakini nataka nikupatie kama vile mfano. Waislamu wanafanya zaka, wanatoesha zaka. Na hizo zaka zinatolewa kwa sababu ya nini? Nao vile vile kuna watu ambao hawafanyi kazi, wanashughulikiwa. Kuna watu ambao ikikuwa mikutano kama hiyo siku za Idi, siku za mwezi Ramadhani, hiyo wakati fulani, wanatoesha zaka, inakuja kwa sababu ya nini? Ndio unapata wanakuwa na Friday. Ukikutana mara nyingi mahali nilikuwa naishi miaka 4 imepita, unapata mtu anakuja kila Friday, wa maskini wamepanga hapo line, wanakuja kupokea. Wajane, wayatima wanapanga pale line kwa sababu anakuja nini? Kupokea. Ni siku ya kupewa, siku ya kugawa vyakula kwa wale ambao hawajiwezi. Na ni Waislamu, si wanatuitaka sisi ni wakafiri, na sisi tunawaita wapagani. Lakini mpagani utamjua kwa matendo. Watu wana matendo, hawana imani lakini wana matendo. Wakikuja wanapanga line. Ikikuwa siku ya mwezi Ramadhani, mimi nilikuwa Muislamu. Hii mwezi Ramadhani ikienda kuisha, kila Muislamu ndio unakutana mtu anakuja na truck, lori kubwa ya chakula. Wanapeleka, tena wanapeleka hapo msikitini. Hawapeleki kwa mtu, na wakapeleka kwa mtu, manake huyo mtu ni hiyo representa wao. Ndio wanapeleka kwake, wanasema huyu ndio ameteuliwa kwa sababu ya kufanya hii kazi. Wanampelekea yeye mwenyewe. Ndio unapata Wakristo wengi wanaenda huko. Kwa sababu ya nini? Usifikirie huyu mtu anafanya kazi kwa konte ya kanisa. Anafanya kazi kuhakikisha kile ambacho tumepanda na kiharibu. Na hiyo zaka tu. Hawa hawafanyi kazi kwa sababu kwa konte yetu sisi, wanajifanyizia. Wanajua. Nataka nikwambie, kuna watu ulimwengu ambao wanatumia pesa zao, wanahakikisha injili inapotea, wanahakikisha kanisa linafifia. Kuna watu wanatumia hiyo tunapata, wanaitumia. Ni kidogo, unaweza kuiona kidogo, lakini kazi ambayo inafanya ni kubwa. Mpaka mtu anakuambia sasa,
na kiaga tu kanisa, lakini ilikuwa Friday nenda huko kwa mosquito. Unaona mtu anaanza kwenda moja moja, kesho unaanza kumkemea. Sio kumkemea, mwimbaji anaimba moto moyoni pia kinywani. Unaweza kumhubiri neno kwa mdomo, lakini tumbo yake kama linauma, ule mwenye atampa chakula ndio matampela. Ndio maana asijue ni kama hii jambo liliwekwa kando, likasema wale ambao hawajiwezi watashughulikiwa na kanisa. Leo mashirika kubwa, sio dhambi kanisa kuwa na shirika, sio dhambi kanisa kuwa na organization kubwa, kwa sababu ya ile nini? Wengine madini, watu ya madini, si ndio vitu wanafanya? Wanapotosha watu kwenye imani kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya nini? Michango. Wamejipanga kabisa vizuri, wanajua ili kanisa limejipiga ni kanisa, tutawapiga sasa. Wana imani, wana injili, lakini matendo yamekufa. Muislamu atumie zaka kwa sababu ya kuua nafsi ambao tumehubiri, tumekata jasho. Muislamu anakuja tu kwa gharama cheap, anaichukua, anairudisha tena, anaipeleka. Usifikiria anaifanya sababu anatumikia kazi. Kila mtu anakuja kutafuta kazi yake, kila mtu kubiashara yake. Watu ya madini wamefunguka sana macho. Hizi vitu za zaka ziko kwa madini, watu wa madini ndio wanazitumia tena sana kutuzidi sisi. Lakini sisi imekuwa ni source ya kupigana, source ya conflict. Tunapigania nini? Vita kwa sababu ya nini? Tunakula haki ya mjane na yatima, tunakula haki ya mulawi, tunakula haki sijui ya wale watu ambao wanaumia. Na huku tunasema nini? Tunatangaza, tunajitangaza, tunajipiga. Mungu Mungu anakuinua, lakini kazi ambazo tumeitiwa tuzifanye ni kazi gani? Nimekwambia zile kazi ndio zilifanya watu, kanisa lilizidi kuwa siku baada ya nyingi. Kwa sababu ya nini? Matendo ya mitume ilileta watu kwa Mungu. Watu waliona mpaka wanasema nyinyi kabisa ni wa Kristo. Kwa sababu ya nini? Matendo, waliona matendo ya Kristo ndani ya watu. Kumbe tujiangalie sana, tuangalie sisi ni wanani. Wewe ambao unajiita baba wa kiroho, nataka ujiulize, je, wewe ni baba wa kiroho ambao una qualify, ama ni baba tu sababu unatafuta, sababu nikijiita baba kila mtu ambaye ni mtoto ataleta kwangu? Hapana, sio hivyo. Kuna hasara sana kama utapokea hizo vitu na you are not in the right position kuzipokea. Itakuletea shida. Angalisho sana, nazungumza na wewe. Kama wewe unaweza kuchangia na hao watu ambao wanachafua kazi ya Kristo, utakuwa miongoni mwao. Sababu ya nini? You are correcting the money in the wrong way. Ile pesa unachukua, hiyo misaada unachukua ambao haustahili kuichukua, ama kama umechukua hauifanyishi kile ambacho unataka ukifanyisha, kuna tatizo katika maisha yako. Sitakuzungumzia mingi, ila nataka tu nikukumbushe, kanisa la mitume lilifanya kazi za huduma. Kufanya hizi kazi sio makosa. Hizi kazi hazikuitwa kwa sababu ya NGO, ni wewe na mimi. Angalia katika mazingira ambao unaishi ndani. Unajua mtu akikufa, Muislamu anaweza kuwa ni jirani ya Mkristo. Ukifa utashangaa Muislamu hazikake kwa sanduku, lakini unaweza shangaa ameenda amepana oda ya sanduku ya Mkristo na anakuja tu kuita wewe mchungaji kuja uzike. Sababu hawezi kuzika Kiuislamu na ni Mkristo. Kuja uzike ni madharau, ni sabotage. Kwa sababu ya nini? Sisi tumejishikilia nasema hapana. Tumebanilia vitu ambazo zinahitajika kwa ajili ya kufanya kazi. Tunataka maono yetu ni kuwa matajiri, nitanunua jeti, nitafanya nini? Sio vibaya kununua jeti, lakini unaponunua jeti, je, unajua itashuka kwenye uwanja gani? Je, huu uwanja umejengwa vizuri? Hapana. Ni ile hiyo ndio huduma ilikuwa inaleta wanafunzi, ilikuwa inaleta watu kwa Kristo, sababu walikuwa wanavutiwa sana na hiyo. Nimekwambia moto moyoni pia kinywani. Wewe ambao unatafuta baba wa kiroho, tembea vizuri katika ulimwengu huu. Dunia imechafuka sana. Usijipate kwenye kona mpaka unajiuliza niko bado mbia Mungu ama nini? Unapata mtu alizaliwa ni mzuri, au kujua uchawi, lakini unajipata umekuwa mchawi sababu ya nini? Umepelekwa na mtu asini baba wa kiroho, kumbe anakupeleka na kuzika, kwenda kukuzika na kuangamiza nafsi yako. Anakuexploiter mpaka anakushota, anakumaliza. Akimaliza kukushota anakutupa. Na utajua kumbe sikukuwa na baba. Kumbe huyo alikuwa ni huyo mbwa mwitu ambao Biblia inasema. Le loup ravisseur. Ndio ile Biblia inasema. Angalisho sana. Sio kila mtu atakuja kwako kumwambia ni baba wa kiroho, umpatie nafasi. Never. Sina mengi ya kuzungumza. Nitasema tu Mungu amani akubariki. Unaposikia hili neno, sambazia ndugu, sambazia rafiki, sambazia jirani yako ili kwamba nimsaidie. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwamba salama, Alfa na Omega, Simba kabila Yuda, ninakuja mbele zako Bwana nikisema asante kwa muda kama na huu. Najua umekuwa pamoja nami nilipoanza Bwana majeshi na nimefika mwisho, nasema jina lako lipewe sifa. Asante Bwana kwa ndugu ambao wananisikiliza Bwana majeshi, asante kwa mama, dada ambao wananisikiliza siku ya leo. Najua neno hili Bwana limekuja ili kwamba limsaidie,
limekuja kwamba ili limtoe, limfungue macho, aweze kuangalia na kujua atatembea namna gani, atafanya kazi yako namna gani. Mfalme hii nguvu naleta huyu ndugu kwako, ninamwombea Bwana, acha neno hili Bwana majeshi, kila atakaolipokea Bwana majeshi au angalau na sehemu ambayo atachukua. Asante Bwana majeshi, nakabidhi wiki hii nzima mikononi mwako, acha iwe wiki ya baraka kwa ajili ya watoto wako. Nawaombea Bwana majeshi, wabarikiwe, uwapiganie vita mbalimbali, uwanyang'anyie mahali Bwana majeshi ambao wameshikiliwa, uwanyang'anyie baraka zako Bwana kwa wakati ya wiki Bwana, ili kwamba watakapokutana wenye matatizo Bwana, ni wao watakuwa misaada kwa wale watu wenye matatizo. Asante Bwana, asante Mfalme, asante Simba kabila Yuda, kimbilio langu, msaada kweli, ni katika jina la Yesu Kristo ali Bwana wetu naomba na kuamini. Amen. Barikiwe sana, uwe na wiki wa amani na baraka. Mimi ni Pastor Sylvain kutoka Galilea Fellowship Ministries. Asante sana na Mungu amani akubariki. Tukutane tena wiki ijayo kwa matakwa ya Mungu.